Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuturuzuku uhai siha njema na kutuwezesha kufika hapa asubuhi ya leo. Pia nichukue fursa hii kukushukuru wewe kukubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi na kuja kwenye hafla yetu hii muhimu ya kamati kukabidhi vitendea kazi kwa Jeshi la Polisi kwa ajili ya kusaidia utendaji wa kazi wa kikosi cha usalama barabarani katika kanda maalum ya Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua unao majukumu mengi ya muhimu, lakini umeacha ili kuungana nasi katika tukio hili adhimu. Tunasema asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kamati ya usalama barabarani kanda maalum ya Dar es Salaam, ambayo wewe ndiye mlezi wake, inatambua changamoto mbalimbali zinazokabili utendaji wa kikosi cha usalama barabarani kanda, hususan vyombo vya usafiri, na hivyo tunaendelea na jitihada za makusudi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kutatua baadhi ya changamoto zilizopo kwenye kanda yetu. Jitihada hizi zinalenga kusaidia na kuunga mkono juhudi zinazofanywa na Jeshi la Polisi katika kudhibiti ajali za barabarani na makosa hatarishi yanayoweza kusababisha ajali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa nyakati tofauti, mfano mwaka 2023, kamati yetu kwa ushirikiano na wadau tuliweza kukabidhi jumla magari 10, pikipiki 14, na tuligawa magari hayo katika mikoa yetu Ilala, Kinondoni na Temeke na baadhi ya vikosi vya kanda, na tunaamini magari na pikipiki hizo zinaendelea kufanya kazi vizuri kama tulivyokusudiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu 2026 kwa mara nyingine tena kamati iliamua kutafuta magari yenye ubora ili kupunguza changamoto ya upungufu wa vyombo vya usafiri katika ofisi ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani kanda maalum ya Dar es Salaam ZTO. Na ili kuongeza ufanisi wa kazi na kuleta tija kwenye ofisi hiyo, ninao furaha kukujulisha kuwa kamati imenunua magari mawili kwa mchanganuo ufuatayo: Toyota Hilux Double Cabin GR Sports yenye thamani ya milioni 130 na Toyota Harrier yenye thamani ya milioni 15. Magari haya yamegharimu jumla ya shilingi milioni 145, ambapo kamati ya usalama barabarani kanda imechangia kiasi ya shilingi milioni 100 ambazo ni mapato ya ndani yanayotokana na stika za ukaguzi wa magari katika mwaka wa fedha 2025/26. Fedha zingine kiasi cha milioni 45 zimechangiwa na wadau mbalimbali kama ifuatavyo: ndugu Abdul Shakur Sumar, Big Bone Group of Companies, Buye Transport Company Limited, Motsan Group Limited, Export Trading Company Limited, Nirguan Trading na Ravi Distributors Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, kamati inaendelea na mipango mbalimbali ikiwemo kutafuta fedha za kuboresha majengo ya makazi ya askari wetu yaliyoko hapa na ofisi za karibu na ofisi za traffic kwa kuyapaka rangi ili yaendane na unadhifu wa askari wetu, na kazi hiyo itaanza muda sio mrefu. Nianze kwa kupongeza kamati ya usalama barabarani ya kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kazi nzuri ya kusimamia mpango mkakati wa kuzuia vitendo vya uvunjifu wa sheria za barabarani. Mmekuwa na vikao muhimu vya kitaifa ambavyo vimekuwa vikija na mapendekezo, lakini mipango kazi ya jinsi ya kutekeleza shughuli hizi za kuzuia makosa ya usalama barabarani. Nawapongeza sana. Nilikuwa nazifuatilia takwimu ambazo zimesomwa na katibu wetu, na wote tunakubaliana kwamba makosa ya usalama barabarani kwa vipengele alivyovitaja yamepungua kwa sababu ya usimamizi, yamepungua kwa sababu ya mbinu zinazotumika ikiwemo elimu, lakini pia na kufuatilia na kuwaelekeza wanaotumia vyombo vya moto, wakiwemo wale wanaotumia barabara ambao wana vyombo vya moto, kuona kwamba sheria zinafuatwa ili kuepusha vitendo vya makosa ya usalama barabarani. Nawapongeza sana. Tumeviona vitu ambavyo vinasababisha makosa ya usalama barabarani. Miongoni mwa hivyo
kwa mujibu wa taarifa ya katibu wetu, ni swala la ulevi. Ulevi, mwendo wa kasi, lakini pia kuvipita vyombo vingine vya moto bila kujali, na masuala ya uzembe. Sehemu kubwa ya makosa yanayojitokeza ambayo yanaleta madhara kwa binadamu pamoja na vyombo yanatokana na binadamu mwenyewe. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limetoa elimu ya kutosha na tunazo takwimu juu ya hilo. Umefika wakati, pamoja na elimu, lazima tusimamie kwa nguvu sheria hizi za usalama barabarani. Lazima watu wajenge tabia ya kutii sheria za nchi. Lazima watu wajenge tabia ya kutii sheria za usalama barabarani. Watu waache uzembe, watu waache kufanya vitu vya kuendesha vyombo vya moto bila kujali. Usipojali utasababisha madhara makubwa, na sisi kama wasimamizi wa sheria tutaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha tunazuia kwa kutoa elimu, na ukishindwa kusikia, kwa maana una masikio lakini usikii, macho unayo lakini hauoni tunachotekeleza, tutatumia nguvu za kisheria kuhakikisha unaelewa hiki ambacho tunakieleza mara kwa mara. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limekuwa likisikitishwa sana na watu ambao wakati mwingine kwa makusudi wanafanya vitendo ambavyo vinasababisha madhara. Mfano, watu wanaopita wakiwa na vyombo vya moto kwenye taa nyekundu. 90% ya mtu anayepita kwenye taa nyekundu anaweza kusababisha madhara makubwa kwa watu wengine, lakini hata yeye mwenyewe. Kama sio kupoteza maisha, anaweza kupata kilema cha kudumu, yani permanent disfigurement kwenye mwili wake. Haya ni mambo ambayo yanasikitisha, na lazima tutaendelea kukemea na tutaendelea kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo. Nirudi sasa kushukuru kamati hii ya usalama barabarani ya Kanda Maalum ya Dar es Salaam. Nawashukuru na kuwapongeza kwa sababu zipi? Mimi nimekwishapitia kwenye kamati tofauti kwenye mikoa tofauti. Kamati yenu ni tofauti kabisa na baadhi ya mikoa ambayo nimewahi kuhudumu kama kamanda wa polisi wa jeshi la polisi. Kamati yenu ina fikra chanya, fikra za kisasa, lakini fikra zinazoendana na mtizamo wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mkuu wetu wa jeshi la polisi nchini, Afande Inspector Jenerali wa polisi Camillus Wambura. Kama mmefuatilia kwa karibu, jeshi hili limeboreshwa sana. Ni jeshi la kisasa lenye vifaa vya kisasa, lakini maarifa yaliyo bora, na swala la mafunzo limetiliwa mkazo katika utekelezaji wa majukumu yetu. Sehemu kubwa ya bajeti pamoja na mambo mengine ni suala la mafunzo. Askari wetu wanapata mafunzo mengi ndani na nje ya nchi, lakini mnaona vifaa ambavyo askari wetu wanapewa vya utendaji wa kazi. Kabla mjaleta magari haya, nadhani mmeona magari ya polisi. Heshima ya polisi kwenye zana za kutumia za kuzuia vitendo vya kihalifu. Mlivyonialika, nilikuwa napeleleza kwamba haya magari mnayokuja kukabidhi ni ya namna gani, yenye thamani ipi na ubora upi. Kusema kweli, yangekuwa magari yenye thamani ya chini, magari ya ovyo, mimi nisingekuja kama mgeni rasmi. Nisingekubali kuja kujidhalilisha, na standard mnaiona imeshawekwa na afande wetu Inspector Jenerali wa polisi. Magari ya polisi yakoje? Mheshimiwa Rais anataka magari ya polisi yakoje?
Kwa hiyo standard tunayokwenda nayo jeshi la polisi ndio hii nyie kamati ya usalama barabarani ya kanda maalum mnayofanya. Hongereni sana. Hongereni sana. Haya ndiyo aina ya standard ya magari ya polisi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.